Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Lakini tukio lingine ni ndugu wa familia moja, hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji. Ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia ndugu wa familia moja ambao ni Solomon Mwambyale miaka 68 na watoto wake wawili ambao ni Stefano Mwaisango miaka 32 na Emmanuel Mwaisango mwenye umri wa miaka 36. Wote ni wakazi wa Busoka Masebe kwa tuhuma za mauaji ya Jeti Segelela mwenye umri wa miaka 87 ambaye alikuwa ni shemeji yake na mtumiwa huyu Solomon Mwambyale. Tukio hilo lilitokea Februari 7 mwaka huu katika kitongoji cha Busoka kilichoko katika kijiji Rusungo kata ya Mwakwale, ambapo inadaiwa mtuhumiwa kwa kushirikiana na watoto wake hawa wawili ambao nimekwisha wataja walimuua Jeti Segelela kwa kumkata na kitu chenye ncha kali sehemu ya shingoni na kisha wakawa wametoweka. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kitengo chake cha uchunguzi wa matukio ya mauaji walianza ufuatiliaji, na ndipo katika msako huo mkali Februari 8 mwaka huu majira ya saa 7 za usiku watuhumiwa wote watatu waliweza kukamatwa. Uchunguzi wa awali umebaini kwamba chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa mashamba ya ukoo, lakini pia ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatarajia kufanya maadhimisho ambayo tunaita Police Family Day tarehe 14 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Kwa hiyo siku hiyo tumepanga kwamba tutakuwa na michezo pamoja na bonanza tukishirikiana na wadau mbalimbali na wananchi wa mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kuanza leo hii tumeanza na wadau wa benki ya CRDB ambao wamefika katika mkoa wetu wa Mbeya. Wametufikia kwa maana ya benki ya CRDB kanda na matawi yake yaliyoko katika mkoa huu wa Mbeya. Wamefika katika mkoa huu wa Mbeya hususan katika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, na wametoa jezi za michezo kwa ajili ya wanamichezo ambao watafanya michezo katika zoezi hili la kuadhimisha mashindano ambayo tunategemea kuyafanya siku hiyo ya tarehe 14. Kwa hiyo kwa vile tutakuwa na mechi, tunawakaribisha wananchi wa mkoa wa Mbeya na wananchi mbalimbali waweze kufika kwa ajili ya kuungana na sisi jeshi la polisi katika kusherekea siku yetu au siku hiyo ambayo tumeipanga rasmi kwa ajili ya sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuungana na wadau, tufurahi, tucheze, lakini pia tuongee mambo muhimu ambayo yanahusiana na swala zima la ulinzi na usalama katika mkoa wetu. Kwa majina anaitwa Alison Andrew, meneja wa tawi la Mount Livingstone hapa Mbeya mjini. Kwa niaba ya zone manager wa kanda ya Highland, tumekuja kuungana na polisi katika swala lao la Police Family Day ambalo kama unavyojua CRDB tunashirikiana na jamii yote, hasa polisi wakiwa na jambo lao na sisi tunajaribu kushiriki kwa namna moja nyingine. Tumekuja kwa ajili ya kukabidhi jezi ambayo tumemkabidhi kamanda wa polisi wa mkoa, na kwa ajili ya jambo lao la Jumamosi, na sisi kama CRDB benki tutakuwepo pale kwa ajili ya kuunga mkono. CRDB tuna theme yetu ya ulipo tupo, kila mahali ambapo tunatakiwa kuwepo na kuwepo kwa ajili ya jamii. Sisi kama benki ya CRDB tunapenda kushirikiana na jamii kwa kila namna. Jamii yote, hatujachagua jamii ya kushirikiana nayo kwa sababu hiyo jamii tunayoshirikiana nao hao ndio wateja wetu. Kwa hiyo popote pale ambapo tutahitajika kuwepo tutakuwepo. CRDB benki tunawakaribisha wananchi wengine waweze kuungana na polisi katika siku hiyo ya familia ambayo itakuwa na michezo mbalimbali pamoja na mpira wa miguu. Vilevile kuna tukio lingine, watuhumiwa wanashikiliwa kutokana na tuhuma za kudaiwa kuingilia mfumo wa kibiashara wa makampuni ya ukopeshaji simu. Hawa wanashikiliwa kutokana na tuhuma hizo. Wanaoshikiliwa sasa na tuhuma hizo ni Charles Odeni maarufu Mwakasege mwenye umri wa miaka 32. Huyu ni fundi simu mkazi wa Meta, na
Isaac Charles maarufu Bebwa, mkazi wa Shewa jijini Mbeya. Watuhumiwa walikamatwa katika msako uliofanyika kuanzia Januari 27 mwaka 2006 hadi Februari 5 mwaka 2026 katika maeneo ya mtaa wa Rungwe Music, Mwanjerwa jijini Mbeya. Inadaiwa kuwa watuhumiwa hawa wamekuwa wakibadili simu zilizokopwa kwa watu mbalimbali kutoka katika makampuni ya kukopesha simu na kuondoa mfumo mzima uliowekwa ili wale wakopeshaji wasiweze kufuatiliwa katika kulipa kiasi cha fedha ambacho wanakuwa wamekubaliana na makampuni ya ukopeshaji. Kwa hiyo baada ya watuhumiwa hao kufanyiwa upekuzi kwenye ofisi zao, walipatikana wakiwa na simu nyingi tu ambazo ni Samsung simu 53, Infinix simu 21, simu aina ya Tecno 13, Itel simu 11, Yasi simu 1. Pia watuhumiwa wao walikutwa wakiwa na vifaa vya kuflashia simu hizo ambavyo ni Infinity Box Nongo sentimita 2 ikiwa moja, Jitang adapter ISP 4 BAT 2, F64 flash Ultra Box 2, F64 flash adapter 2, Jitang Plus box 2, UFI box 1, laptop zilikuwa 3. Kwa hiyo simu hizo zilizokamatwa zilifanywa ukaguzi wa awali na kutambuliwa na makampuni yaliyowakopesha watu hao au watu mbalimbali, na nyingine kati ya hizo ambazo zilikutoka kwa watuhumiwa hawa zilitambuliwa kuwa ni mali ya wizi zilizoibiwa katika jiji la Mbeya. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwanza kwa watu wote walioko katika mkoa wa Mbeya na maeneo mengine au mikoa mingine kufika katika kituo cha polisi kushirikiana na Jeshi la Polisi kuzitambua hizi simu ambazo zimekamatwa, na kama zina wahusu basi waweze kutusaidia katika kutoa ushahidi. Lakini pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi ambao bado wanajihusisha na uingizaji, usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na ni hatari kwa afya zao wao wenyewe, lakini pia na watumiaji wengine, hususan vijana ambao wanatumia dawa hizi za kulevya. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa baadhi ya watu wenye tamaa za kujipatia mali kwa njia zisizo halali kuacha mara moja, badala yake watafute shughuli halali za kujipatia kipato. Kama mnavyojua, uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii na hususan katika mkoa huu wa Mbeya. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa 4 ambao ni Wilfred Komba miaka 24. Huyu ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Iringa. Mwingine ni Leonard Shamba maarufu Paulo miaka 21, mkazi wa Tarime mkoa wa Mara. Mwingine ni James Mwakarebera miaka 26, huyu ni mkazi wa Ngonga wilaya ya Kyela. Na wa mwisho ni Joseph Mkwara maarufu Akili, huyu ana umri wa miaka 26, huyu ni mkazi pia wa Kyela. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilo 45 na gramu 785, na walikamatwa kwa nyakati tofauti. Watuhumiwa walikamatwa wakiwa na dawa hizo za kulevya zikiwa kwenye mabegi 3 na mifuko 2 ya sandarusi, wakisafirisha kwenye mabasi ya abiria yanayotoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa waliingiza dawa hizi katika mkoa wetu wa Mbeya kutokea nchi jirani. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.